Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na miujiza ya mti unaofahamika kwa jina la Kikalia. Mti huu una mambo mengi sana na mti huu una miujiza mingi sana. Je, unawezaje kutumia mti huu wa Kikalia kuondosha changamoto mbalimbali? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kuwa ni mtu wa mafanikio, kila kona dunia atakayopita aheshimike kama mfalme, yani mfalme kapita. Au kwa yule mtu anahitaji kuwa ni mtu mwenye bahati ya kushika fedha, hata kama hana kazi, anahitaji atakaponyanyua tu mguu wake kutembea pahala popote arudi na fedha. Haijalishi hiyo fedha itatokeana na nini, itatokea wapi na kwa dini gani. Sawa Unachotakiwa kukifanya, njoo katika mti huu wa Kikalia, vua viatu vyako, kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, uliumba ardhi, ukaumba mbingu, uliumba vitu vinavyoonekana visivyoonekana, na kuomba ya Rabbi nichukue mizizi ya mti huu wa Kikalia au magome ya mti huu wa Kikalia nikatatue changamoto zangu kadha wa kadha. Na ndio maana mti huu kaitwa Kikalia, yani maana yake ni mkali kila hengo, za mashariki, za magharibi, za kusini, za kaskazini, yani kazi yake ni kupiga. Kama wewe hauna riziki, unahitaji kuwa na riziki nyingi sana, wakati wa jua kuchomoza, chukua usembe wa mti huu wa Kikalia. Baada ya kuutwanga sasa, jua lapochomoza, chemsha maji ya moto, nawa kwa manuizo kwamba mimi natoka, nahitaji ninapotoka huu mkono wangu ushike fedha. Kama mkono wangu ulifungwa nisipate fedha, ulifungwa nisipate riziki, nimefungwa nisiwe nashika vitu vizuri, nashika vitu vibaya, leo hii naondosha mikosi na mabalaa katika mkono wangu, huo unashika vitu vyenye maana, vitu vyenye fedha, vitu vyenye utajiri. Nawa kwa manuizo, toka. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika utashika fedha siku hiyo. Haijalishi itatoka wapi. Hata kama ulikuwa huna kazi, utashangaa unapata dili la kazi ya ghafla na unapata fedha. Na kama wewe una biashara yako, unahitaji kuwa na wateja wengi sana, angalia siku husika kwamba leo ni siku gani. Ni siku ya Kamar, ni siku ya Merikh, ni siku ya Atwarid. Utaangalia rangi husika katika hayo masiku 7. Sawa Washa ule mshumaa, chukua unga wa Kikalia, choma kwa manuizo. Mimi fulani bin fulani nipo katika biashara yangu, nahitaji leo nipate fedha nyingi sana katika biashara, wateja waje wengi sana. Choma rangi ya mshumaa ambayo inahusiana na siku husika ambayo nimekuzungumzia hapo. Hakika siku hiyo biashara yako wateja watakuwa ni hivi, ni wengi mpaka utawakimbia na utaingiza fedha nyingi sana. Haya ni maajabu na miujiza wa mti wa Kikalia. Sawa Na ukihitaji sasa, kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza nuru, yani popote atakapopita aonekane kama yeye ni mfalme, watu wamtii na wamtekelezee mambo yake. Sawa Chukua huo unga wa Kikalia, chanja hapa katika paji lako la uso. Kwanza koga kabisa, alafu chanja. Kaa siku 2 bila kuoga, ile dawa ikae hapa katika paji la uso. Popote utakapokuwa unapita, watu watakuogopa, wachawi watakuogopa, mapepo machafu yatakuogopa, mizimu mibaya itakuogopa, itakuwa inapita pembeni kwamba Kikalia anapita, yani mfalme anapita. Na utakuwa ni mtu mwenye nuru ya kuheshimika na kusikilizwa kama mfalme. Hakuna mtu atakaye kupinda katika jambo lako lolote unalolihitaji, huwezi ukapingika. Kwa yule mtu ambaye anasumbuka na changamoto ya uzazi, hasa kwa mwanamke ambaye amefungwa kizazi kiuchawi, kimizimu, kimazingara, kishetwani, kimapepo mabaya, au kwa yule mwanaume ambaye amepoteza nguvu za kiume, hana nguvu za kiume, chukua mzizi wa mti wa Kikalia au unga wake. Sawa Chemsha
kunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Kama jua linavyochomoza, nahitaji kizazi changu kichomoza na kionekane katika dunia, au mimi nionekane ni mwanaume katika hii dunia kama jua linavyoonekana, au mimi nionekanike ni mzazi kwa mwanamke ananuia kama jua linavyoonekana. Yani watu wajue kweli mimi nazaa watoto na watoto, sawa. Tumia kunywa kwa mwanamke wakati wa hedhi. Hedhi inapokatika, inapofika katika kikomo, acha kunywa. Usiposhika mwezi huo mimba, basi utashika wakati mwezi unaofuata, sawa. Na kama homoni zilikuwa hazibalance, zitabalance. Kama ulikuwa unapata maumivu katika tumbo chini ya kitovu, kama kiwembe kinachanja hivi au kisu kinakata, yale maumivu yatapotea. Na kama unasumbuka na maradhi ya chango, yatatoweka. Na kama mwanaume ulipoteza nguvu za kiume, ukitumia tu kunywa muda wowote, basi ule babu atanyanyuka, utakuwa mwanaume alishababi. Yani hata wanawake 6 kwa siku unaweza kuruka nao, hata 10 na bado hauchoki. Haya ni maajabu na miujiza ya mti wa kikalia. Kwa yule mtu ambaye amefungwa ufalme wake, mara nyingi watu wabaya wanapohitaji kumdhuru mtu wanachukua kimvuli chake, au wanapohitaji kumdhuru mtu wanamfungia mizimu yake ambaye inamsaidia, au majini yako yanayokusaidia, aidha ya uganga, aidha mizimu yako ya uganga, au aidha mizimu yako ya ubabani au mamani inafungwa ili wewe watu wabaya wakuchezee, sawa. Tumia mizizi ya mti wa kikalia, ule usembe wake, sawa. Ukihitaji kufungua mizimu yako au majini yako au marohani yako yamefungwa, wewe ni mganga, unahitaji kuufungua uganga wako uliofungwa, sawa. Chemsha, kunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, kisha nusa. Na wakati unanusa tuona unapiga chafya pia pia pia, yani kichwa hiki utaona kabisa, yani inavyoingia mpaka kwenye ubongo, inaenda kusaka ule uchawi na kuuondosha, na ile mizimu inafunguliwa na itasimama. Na kama mtu ana mapepo machafu, yatapanda hapo hapo na atasema yanakimbia, hayatorudi tena, sawa. Hii ni miujiza na maajabu ya mti wa kikalia. Lakini mti huu vile vile ukitumia kukoga na maji ya moto, sawa, unakutengenezea nuru katika maisha yako, unakufungulia riziki, unakuondoshea mikosi na mabalaa na mapepo machafu yanakimbia. Ila tumia kukoga na maji ya moto, kunywa, kisha uwe unanusa kutwa mara 3. Hakika mwili wako utakuwa ni msafi. Hata kama ulifungwa uchawi wa kimizimu, upate riziki utapata. Hata kama ulifungwa uchawi wa kishetani usipate riziki, wale mashetani watakimbia, riziki utapata. Kama una mizimu michafu katika maisha yako, itakimbia. Na kama una mashetani wachafu au majini mahaba, macheketu, majini maiti, mavisoke yale ya makaburini, yatakimbia. Ni mti ni mujarabu sana. Mti huu una mambo mengi sana 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 sana. Mti huu kwa yule mtu ambaye anahitaji kufungua majini ya uganga wake au mizimu ya uganga wake kwa mara ya kwanza, sawa. Tafuta kitambaa cheupe na kitambaa chekundu na kitambaa cheusi, oshea bila sabuni, anika, kisha uwe unalalia. Na baada hapo uwe unanusa hii dawa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Kama wewe kweli unaamini una asili ya uganga, ule uganga utafunguka. Kama ulikuwaga hauoti ndoto, utaanza kuoteshwa ndoto. Kama ulikuwaga huna maono, utaanza kuwa na maono. Mti huu una mambo mengi sana. Mti huu ni mujarabu sana. Nadhani nimeuelezea kwa kirefu sana. Lakini pia mti huu wa kikalia, kama unahitaji kuuzimisha uchawi uliolishwa, chemsha katika sufuria yako, chukua kaa la moto, zimia pale, kunywa. Hakika ule uchawi uliolishwa tumboni utatoweka. Na kama ulikuwepo una majoka yale yanatembea ndani ya mwili wako, au unahisi katika mwili wako kuna viumbe vinatembea, basi vitatoweka. Mti huu una mambo mengi sana. Mti huu una miujiza mingi sana. Lakini kwa leo acha niishie hapa. Lakini nitatenga muda, nitakuja kuzungumzia kwa wakati mwingine. Daktari Musa, huu ni mti wa kikalia, mti wa kifalme, sawa. Mti huu ukitengeneza azma ukatembea nayo, hakuna mchawi wa kukugusa. Mti huu ukitembea naye au ukachanja chale hapa mbele, ni kinga
hakuna mtu wa kukuchezea, watu watakuogopa na kukutii. Huu ni mti wa kifalme, wanachanjiwa watu wakubwa, viongozi wakubwa. Kama unahitaji kupata uongozi mkubwa, uheshimike, watu wakuogope, huu ni kikalia. Mti huu uko tofauti na mti wa mteyu. Tunapozungumzia mteyu na kikalia, kama vitu fulani vinafanana hivi au mdaktari, lakini huu ni kikalia. Na mti huu unaweza ukapiga ramli. Yaani kama wewe umefungwa nyota, unahitaji kufahamu nyota yako inang'aa, sawa Chukua beseni, weka ule unga wa kikalia, wa mzizi wa kikalia ndio umeutwanga, pikisa hivi. Ukipikiza ukiona povu alitoki, jua umefungwa nyota yako. Lakini ukipikicha kwenye maji na ukiwa umechanganya unga wa kikalia, utaona povu kubwa sana linatoka, basi jua nyota yako iko vizuri, sawa Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kupata elimu za kiroho? Unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za miti na elimu mbalimbali za kirohania ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba subscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.